Yes, mtazamaji wa 69 Media Pro, kama hivi ambavyo tulivyoweza kufika ama tumeweza kufika hapa Mwananyamala Kisiwani, ambapo tukio la kikatili ambalo limeweza kufanyika hapa maeneo ya Mwananyamala. Kama hivyo unavyoweza kuona kwa nyuma hapo ni shimo ambalo wamefukiliwa watu wawili. Kijana ambaye inasadikika mwenye umri upatao miaka 28 aliwaweza kuwaua baba yake mzazi pamoja na baba yake mdogo kwa kutumia shoka usiku wa kuamkia jana na kuweza kuwafukia katika shimo hapo nyuma. Na asubuhi ya leo jeshi la polisi kupitia kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa huu waliweza kufika na kuweza kufukua miwili na kumkamata moja kwa moja mtuhumiwa na kuweza kuondoka naye. Mimi ni Mwanaisha Lukali wa 69 Media Pro. Kwa majina naitwa Sulemani Mohamed, ndio mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Sindano, kata Makumbusho. Ni kweli nilipokea taarifa jana saa 3 usiku. Taarifa hizo nilipigiwa na mjomba wa marehemu na nikafika kwenye tukio mimi nikiwa na makamanda wangu, nikajiridhisha kama kiongozi wa serikali, nikaona kuna haja ya kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Ndipo nilifanya hivyo, nikatoa taarifa na muda sio mrefu jeshi la polisi wakafika, tukajiridhisha wote na tukajua kweli kuna nasaba za mauaji. Kabla ya tukio hili, pengine eneo hili limekuwa na historia ya matukio ya aina hii kuweza kutokea? Hapana. Kabla ya kupokea taarifa zozote kwa tukio kama hili? Hapana. Sasa baada ya tukio hili kutokea, wewe kama kiongozi wa serikali wa eneo hili umejipanga vipi sasa, na pengine ipi neno lako kwa wananchi ambao? Kujipanga kumeanza toka jana, ndio maana mtumiwa yuko mikononi kwa jeshi la polisi. Hiyo ndio kazi zetu kama serikali, sababu serikali huwa tunategemea wananchi. Kama serikali hatuwezi kufanya kazi pekee yetu bila wananchi. Tunaamini kabisa hii nyumba ilikuwa na wapangaji zaidi ya 5 na tukio lilotokea ni kubwa na mambo yote yalifanyika hapa alfajiri kwa asubuhi. Kwa hiyo vinaenda vipi? Sasa mnatuchanganya sasa. Tuendelee. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa serikali siamini kama hakuna mtu aling'amua hiki kitu. Sawa Lakini watu waliokuwa wengi wanaogopa kukaa mbele kutoa taarifa bora atoe kiongozi wa serikali. Kwa hiyo hii ni tatizo nalo. Mwenyekiti, pengine umekuwa mwenyekiti wa mtaa huu, kuna namna yote uliwahi kupokea kesi ya mtuhumiwa huyu ama ni tukio lake la kwanza? Hapana, nishawahi kupokea kesi na nilimkamata mwenyewe nikampeleka Mwijuma na akapeleka Oysterbay, akakaa kama wiki 2, lakini familia kama unavyojua uchungu wa mwana unajua mzazi, wakaenda polisi kwa ajili ya kumtolea dhamana, lakini alikuwa amewatishia vitisho vikubwa. Alikuwa amemuonesha kisu babake mzazi, babake akakimbia akaja kwangu na mimi nikaja hapa na migambo wangu nikamkamata na kweli tulimkuta na hivyo visu. Lakini baada ya kumpeleka polisi, msimamizi wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki hataki kesi, nini serikali inafanya? Tunaacha. Kwa hiyo ndio maana wakampatia dhamana akarudi mtaani tena. Nini ambacho ungelielezwa hasa kupelekea ugomvi wao kuonyeshana visu na hadi kupelekwa kwa polisi? Huyu mtoto toka atoke South Africa alikuwa amerudi akiwa amebadilika. Sababu mtu tuliokuwa naye toka yuko mdogo tunamjua alikuwa na akili gani, lakini baada ya kwenda huko alivyorudi akawa amebadilika zaidi. Sasa kama unavyojua serikali huwezi kumkamata mtu bila kuwa na evidence. Evidence ndio hizi. Wapo ambao wanasema ni ugomvi wa kifamilia, kwa maana wapo ambao alikuwa anadai anatuma pesa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na vitu vingine. Nyumba gani alikuwa yeye ametokea kwenye nyumba hii na babu yake ndo alikuwa anamlisha. Kwa hiyo yeye nyumba gani alikuwa anatuma pesa, kwa kazi gani alikuwa anafanya huko South Africa? Hayo ni maneno tu ya kubuni, ni maneno tu ambayo yapo na kila mtu anapenda kuongea neno ili aonekane anachokiongea watu wamsikilize. Lakini sisi kama wakazi wa hapa tunajua maisha yake Osama ilikuwaje, hata huko alikokuwa tunajua alikuwa anaishi vipi. Wala hakuna kutuma hela kwa hela gani. Umri wake unakadiriwa kuwa na umri wa miaka kama 28 kitu kama hiyo. Na tukio hilo linakadiriwa kutendwa ama kutekelezwa kwa silaha gani ambayo ametumia? Alitumia shoka na uzuri mwenyewe katuambia aliwakuta wamelala. Sababu walikuwa wanalala chumba kimoja. Na yeye alikuwa amelala na babake mdogo, lakini babake alikuwa amelala chini. Kwa hiyo yeye alipopatwa na hiyo shida yake basi akachukua shoka akamwanza babake mzazi maana yake. Shida gani hiyo? Shida gani ambayo ilipata? Shida si hili tukio. Hili tukio ni uendazimu kwa sababu binadamu uliokamilika huwezi kufanya vitu hatari kama hiyo. Kwa hiyo baada ya kumwanza baba mtu mzazi, kisha babake mdogo alivyoinuka kwenye kitanda akakutana na yeye na shoka lingine.
Labda alielezea sababu za kufanya hivyo? Hapana. Jalizia chochote. Hayo mambo mengine ya jeshi la polisi. Wakazi wa eneo hili sasa yawezekana kwa sasa wapo kwenye hofu kubwa baada ya tukio la namna hii. Wewe unawaambia nini wakazi wa eneo hili pengine kuwatoa hofu na mashaka kuhusiana na usalama wao, kwa sababu tukio kama hili limetokea katika eneo lako ambalo pia wao wanaishi? Usalama upo na mtaa wetu uko salama. Hayo mengine ya ndani ya familia tunayaacha jeshi la polisi wayafanyie kazi, kwa sababu ukisema taharuki hii wafanya wananchi wote wawe na taharuki, si kweli, kwa sababu yanayofanywa na binadamu yanajulikana. Pengine mlijaribu kuzungumza sasa na wapangaji ambao wao ni moja kati ya watu ambao pengine wangeweza kuwa mashuhuda wa tukio hili? Toka jana tunacheza nao, lakini kama unavyojua, kama jeshi la polisi hawezi kumlazimisha wewe, lazima uwe shahidi. Tunataka mtu awe na moyo wa kusema kile anachokijua, kwa sababu asije kusema anataka kufanya ushahidi kumbe analiongea neno ambalo yeye halijui. Kwa hiyo hilo ni swala la jeshi la polisi, na wamefika na wameshafanya kazi yao. Okay, asante sana. Kuliona hilo ndio shimo ambalo limeweza kufukiwa baada ya kufukuliwa miili ya watu wawili ambao wameuliwa na kijana wa familia. Kama hivyo unavyoweza kuona katika shimo hilo ndipo baba mzazi wa kijana Oswald pamoja na baba yake mdogo aliweza kuwaua na shoka na kuweza kuwafukia katika shimo hilo, na jeshi la polisi liliweza kufika hapa eneo la tukio mapema kabisa asubuhi ya leo, lakini tangu jana waliweza kufika hapa na asubuhi ya leo waliweza kufika hapa na kuweza kufukua miili miwili katika shimo hilo na kuweza kuondoka na miili miwili kwa ajili ya uchunguzi zaidi, lakini pia wameweza kuondoka na mtuhumiwa ambaye ameweza kufanya tukio hilo usiku wa kuamkia jana, usiku wa kuamkia leo asubuhi, na hapa ndipo nyumbani kwao Mwananyamala Kisiwani, tukio ambalo liliweza kufika. Ndugu jamaa mbalimbali wameweza kufika, ni huzuni kweli kweli na vilio. Majirani wamejitokeza kwa wingi kweli kweli, wengi wakiwa na sura za huzuni baada ya kijana Osam kufanya tukio hilo. Wengi wanasema ama sababu kubwa ikisemekana ni mali ya urithi ambayo anasema marehemu babu yake aliweza kumrithisha, kitu ambacho baba yake mzazi mwenyewe yuko hai, lakini pia familia iko hai. Watu mbalimbali wamejitokeza hapa na wengine waliweza kumzungumzia mienendo ya kijana, namna ambavyo alivyokuwa akiishi Tanzania na baada ya kuondoka na kuelekea kule Afrika Kusini na hapo baadaye kuweza kurejea. Wengi wanasema kipindi ambapo alipokuwa yupo hapa Dar es Salaam ama Tanzania alikuwa na mienendo mizuri, alikuwa ni kijana mzuri, kijana mwema, lakini baada ya kutoka hapa na kwenda kutafuta maisha kule Afrika Kusini, tangu alivyoweza kurejea aliweza kuwa na mienendo tofauti, na sio tukio la mara yake ya kwanza kulitenda. Hayo yanathibitishwa na mwenyekiti wa serikali za mtaa hapa, amesema kwa mara ya kwanza aliweza kufanya tukio kama hilo, lakini wazazi wake waliweza kwenda kutoa ripoti. Baba yake marehemu baba yake aliweza kwenda kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa, na wakaweza kufika hapa makamanda kadhaa, wakaweza kumchukua na kumpeleka katika maeneo katika eneo la sheria, na baadaye aliweza kutoka na kuendelea na harakati zake nyingine mpaka siku ya jana ama usiku wa kuamkia jana aliweza kutekeleza tukio lake hilo la kikatili. Watu ni wengi kweli kweli. Mimi ni Mwanaisha Lukali wa 69 Media Pro.